إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين أيها الناس، katika mambo makubwa ambayo yanampasa Muislamu ni kujitambua yeye mwanadamu Muislamu, kujitambua kwa ule Uislamu wake na yale ambayo yanampasa yeye kuyafanya kwa upande wa Mola wake, upande wa nafsi yake, na upande wa Waislamu wenzake na wanadamu wote kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja ana haki zake na kila mmoja watakiwa umpe haki yake. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki mpe haki yake kwa ile miqdari na kiasi ambacho kimewekwa na sheria ya Uislamu. Kuna namna na kuna mambo ambayo umewekewa utaratibu wa kutaamali wewe na Mola wako, wewe na nafsi yako, wewe na watu wako waliokuzunguka karibu, wakiwemo wazazi wako, watoto wako, ndugu, jamaa na marafiki, Waislamu wenzako na wasiokuwa Waislamu, wewe na raia wenzako, wewe na viongozi wako na watawala wanaokutawala. Kila mmoja ana haki yake na kila mmoja watakiwa umpe haki hiyo, na utakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya huquqi nnas na haqqullah. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, kwa sababu hilo ndio lengo kubwa la kuletwa mwanadamu hapa duniani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wanipekeshe peke yangu katika ibada. Hiyo ndio haki kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yoyote atakayehamisha haki hii kuipeleka kwa kiumbe au kwa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atabeba dhima ya hilo lilifanya na atastahiki kukaa motoni milele. Lakini kuna hukuku nyingine za waja wengi tu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka nizungumze kitu kidogo tu ambacho tutakiwa tukibebe tuondoke nacho hicho. Katika nchi zetu hizi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani, tukawa tunaishi watu wa dini tofauti, na inategemea baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo Waislamu wanakuwa ni wengi zaidi kuliko wasiokuwa Waislamu. Pengine Waislamu wakawa ndio wenyeji wa asili na wakawa wasiokuwa Waislamu ni wahamiaji, na maeneo mengine ya kutofauti na hivyo. Kwa hiyo tumejikuta tunaishi katika nchi au katika miji ambayo ina mchanganyiko wa watu wa dini tofauti, pamoja na kwamba historia katika miji yetu na hasa katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake, watu wa asili kabisa
na wenyeji katika miji hii ni Waislamu, kwa sababu nuru ya Uislamu ilifika mapema katika miji hii kwa mujibu wa vitabu vya historia na mazingira. Watu wengi walikuwa ni Waislamu, na thakafa na utamaduni na hadhara ya Kiislamu imejikitwa kwa muda mrefu sana. Wasiokuwa Waislamu kuanzia Wakristo na wengineo walikuja wakawakuta Waislamu na ustaarabu wao na maendeleo yao. Mabadiliko ya kilimwengu na hali za kisiasa za dunia zikapelekea kuingia Ukristo katika miji yetu. Na mara ya kwanza kabisa kuja Ukristo rasmi katika nchi hizi ilikuwa ni mwaka wa 1498 ulipokuja msafara wa kwanza wa kina Vasco da Gama katika pwani hii ya Afrika Mashariki. Walikuja kwa lengo la kueneza Ukristo, na wakapambana kwa kiasi kikubwa sana kulazimisha wakazi na wenyeji wa mwambao huu na visiwa vyake wawe Wakristo. Jambo hili lakini lilifeli kwa sababu wenyeji walilikataa. Wanaosoma historia maskuli wanafahamu kwamba jambo hili liliendelea kwa muda wa miaka takriban 200, lakini hawakufanikiwa. Wenyeji waliukataa Ukristo, wakatumia njia mbalimbali za kupambana na mkoloni huyu Mkristo Mreno, na kweli lillahi alhamdu Allah akaleta faraji na ushindi. Hawakuweza kuingiza Ukristo, lakini walifanya ukatili mkubwa sana. 1500, 1600 mpaka 1700 mwishoni waliposhindwa Wareno wakaondoka zao, wakabaki utawala wa Kiislamu. Mpaka ilipoingia karne ya 19 walipokuja wakoloni wengine kuanzia Wajerumani, Waingereza, wakaja na siasa zao na kuonyesha kwamba ni wapole na wao ni kadha, wakayapenyeza makanisa yao, wakachanganyikana Waislamu kwa hila na hadaa nyingi sana. Ukisoma historia utakuta kuna hila na hadaa nyingi sana zilizoingia kwa Waislamu. Lakini tukajikuta tuko katika hali hii sasa. Tuko nao, Uislamu umetuwekea taratibu na njia za kuishi na watu hawa. Ukiisoma Qur'ani tangu mwanzo mpaka mwisho utaelezewa tabia za watu wa aina hii, wao wakoje. Miongoni mwa tabia zao ni chuki na bughdha na njama za kichini chini na usiri dhidi ya Uislamu na Waislamu. Lakini sisi dini yetu ukisoma katika suratul Mumtahina aya ya 9 na ya 10, Allah anatuambia wazi, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kwa hakika sa Allah subhanahu wa ta'ala haja wakataza nyinyi kutaamal na kuishi kuwatendea wema wale ambao hawajawapiga nyinyi kwenye dini yenu, hawawapigeni vita kwenye dini yenu. Kwa sababu unaweza kutokea mkaishi na watu hao, mnaweza kuuziana nao, ukanunua kwake, ukauza, akaja akanunua kwako, ukafanya naye miamala ya kikawaida ya kibinadamu, akawa fundi wa kutengenezea kitu chako, kama ni fundi saramala, fundi mwashi na fundi wengine na mfano wa vitu kama hivyo, vitu ambavyo haviwezi kuvuka mpaka wa dini yako. Amiliani nao na watendeni wema, wafanyieni uadilifu, usimnyime haki yake. Maadamu umeagana naye kwamba bwana, kazi hii nitakulipa kwa shilingi 1050, basi usijosema kwamba hili ni kafiri tu nitalipa 1030 au 1010. Maadamu mshaagana katika jambo, mpe haki yake. Sisi katika dini yetu tumefundishwa uadilifu, na Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Waislamu wameishi na watu wa aina hii katika miji yao kwa uadilifu wa namna hii kwa muda mrefu sana, na hivyo ndivyo tunapotakiwa tuwe. Lakini tusijisahau kwamba wao ni watu wana vinyongo katika nafsi zao, na wana chuki na wana hila na wana njama. Tusijikajenga mapenzi makubwa kwao tukajiaminisha hawa ni watu wanaishi kwa hadaa. Tuwatendee wema, tuishi nao kwa uzuri, lakini tukijua kwamba katika miongoni mwa tabia zao ni hii.
Sasa ukilitambua hili muislamu utakuwa umejitambua vizuri sana. Na makamu kama hizi za khutba za Ijumaa na misikiti ndio sehemu zake za kuwaambia waislamu, ndio mahali ambapo aya zatakiwa zisomwe, waislamu wazielewe, waishi katika aya hizo. Na ukifanya hivi hujachochea, bali umewaambia waislamu kile kilicho sahihi kilichowazunguka baina yao. Bwana, jirani yako kaa naye kwa wema, lakini si mzuri, kuna 1 2 3 ana tabia hii na hii na hii. Si uchochezi, unampa tahadhari yule. Bwana, yule jirani yako au yule ndugu yako yule jambazi, kaa naye vizuri. Hapo utakuwa umenasihi kwa wema. Sasa akiwa tabia yake ndio hiyo, basi utakuwa umemnusuru ndugu yako. Sisi tabia za watu hawa tuelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Al-Qur'an kwamba hawa jamaa wakoje tangu hapo zamani mpaka leo. Wewe wadhani watabadilika? Hawawezi kubadilika. Ndio maana Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'adittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Hizi ni ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tuzisome, tuzizingatie, lakini tubaki katika misingi, tusifanye uadui kwa watu na dhulma. Tuishi kwa amani na upendo pale ambapo anastahili kufanyika upendo. Lakini aya zetu, aya za Qur'an tunazo, tunajua. Na mtu ukishamjua basi utajua namna gani ya kuishi naye. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata was-salama. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس عباد الله. دوزانgu waislamu, katika mambo makubwa kabisa ya kuyasimamia sisi waislamu katika kila wakati ni kuhakikisha tunaihami dini yetu. Ni katika mambo muhimu sana ambayo muislamu anatakiwa ayape kipaumbele, nayo yanazunguka katika fikra yake, kuihami dini ya Uislamu kwa mali na kwa nafsi na kwa vyovyote. Walipokuwa watu wakisawasawa katika wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliibeba dini hii kwa dhamira hiyo na azma hiyo. Dini ilivuka mipaka ya miji kijiografia ikafika mbali, kwa sababu ilibebwa na watu wenye dhamira za kweli, dhamira za kuihami dini yao na kuwa na ghera ya kutaka kuifikisha kwa watu wengine. Hawakutetereka katika hili jambo. Na sisi ili tufanikiwe tuibebe dini yetu kwa dhamira ile ile, lakini kwanza tuijue, tuisome dini yetu. Yaani mambo ya msingi tunayotakiwa kuyajua tuyajue. Tusiuchukulie Uislamu ni kama kitu cha kurithi hivi, kitu chetu tumekirithi kutoka kwa wazee wetu. La, Uislamu ni dini. Tuubebe Uislamu tukiwa tumeuridhia, kama vile ambavyo kila siku sisi asubuhi tukiamka kabla jua halijachomoza na jioni tunapochwewa na jua kabla halijazama, Muislamu huwa anasema mara 3 radhitu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Haya ni maneno anayozungumza Muislamu kila siku asubuhi kabla jua halijachomoza mara 3 katika adhkari za asubuhi hizi. Moja katika namna ya kusema Muislamu asema maneno haya: radhitu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabii. Mimi nimesharidhika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola wangu, bwana wangu, mtawala wangu,
ndiye Mola wangu mimi, na nimeridhika kuwa Uislamu ndio dini yangu mimi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimemridhia kuwa ndio nabii wangu mimi. Maneno haya wayazungumza kama Muislamu unayejitambua. Kama hujitambui, basi zapita siku wala useme maneno haya. Wanaojitambua kila siku asubuhi wanaingia mkataba na Allah kwa kusema maneno haya kabla jua halijachomoza, na jioni kabla jua halijazama Muislamu atamka maneno haya, raditu billahi rabba. Ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini waseme maneno haya? Ni kujaddidi imani yako na kuifanya upya na kuingia mkataba na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Uislamu. Kwa hiyo tujifunze Uislamu wetu, ndio tutaweza kuulinda Uislamu. Lakini pia tuwe na bidii ya kuufunza na kuufikisha Uislamu kwa wengine. Lakini tusikubali pia Uislamu kuchezewa. Tuangalie taratibu na njia za kufanya kitu, tusikubali dini yetu kuchezewa. Lakini pia kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu na atupe salama, atukinge na shari za maadui, sisi pamoja na watawala wetu. Leo imekuwa ni jambo la kawaida katika nchi zetu, akishaingia mtawala wa Kiislamu katika madaraka, makafiri wanafanya njama nyingi sana za kumkwamisha katika jambo mpaka afuate matakwa yao. Hii ni kawaida kwao. Sasa hawa watakiwa sisi tuwatambue katika hili na tuwahami watawala wetu katika hili kwa kuombea dua njema. Tukiingia na sisi katika kuwapiga vita wale wanatumia hiyo ni njia, lengo ni kutufikia kwenye Uislamu wetu. Hatuzungumzi maneno haya kwa ajili ya kujipendekeza, tunazungumza dinan. Muislamu atakiwa ujitambue, lazima uwe na agenda yako ya Kiislamu, usifuate upepo tu kwa sababu fulani kasema fulani kasema. Hawa wana mikakati migumu kabisa dhidi ya Uislamu, na wanapokuwa na nafasi hawana huruma na Waislamu. Ni kweli jamaa zetu tunaishi nao, lakini wana tabia mbaya. Lazima tuwe tahadhari, tujitambue sisi, tusigawane kwa sababu ya ukabila wetu, tusigawane kwa sababu ya miji yetu. Kadhia ya Uislamu inapokuja iwe ni Waislamu wote. Lakini silaha yetu kubwa kabisa sisi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya sisi kurudi kwake, tukatengeneza Uislamu wetu, tukarudi kwake kwa tauba, kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya, Allah anatusaliti na maadui. Lakini pia na kuziombea nchi zetu na watawala wetu, Allah awahifadhi dhidi ya maadui. Usilichukulie swala hili kibinafsi, wakati wenzenu hawachukulii kibinafsi, wanawajenga watu wao katika mazingira haya. Mimi sitaki kueleza kwa ndani, lakini nyinyi mwafuatilie mitandao ya kijamii na maneno yanayozungumzwa ni chuki za udini, hakuna kitu kingine. Ni udini, Ukristo ndio ule utawala. Sasa wewe ndugu yako Muislamu ashambuliwa kwa sababu ya Uislamu wake, wewe wacheka, wafurahi, wewe wasaidia, hata kama kweli hakukusaidia wewe, hakukufanyia hiki, hakukufanyia kile, lakini vita inamuelekea ni dini, kwa sababu ya dini yake, mnusuru. Hata kama asipokulipa shilingi 10, wewe mnusuru kwa sababu ya dini yake. Basi umeshindwa hata kuomba dua. Wao wanaweza kuwafikiana katika kuupiga Uislamu vita na Waislamu kwa ujumla, alafu wakawafanya na nyinyi pia mshabikia katika jambo hilo. Wanaweza kufanya hivyo. Nchi ngapi za Kiislamu wamezitia moto kwa dhulma na uadui? Gaza imepigwa, ikashambuliwa, ikavunjwa yote. Waislamu wangapi wamechukulia kwamba lile ni jukumu lao kwenye Gaza? Ukiangalia Waislamu wengi kuwasikiliza, utawasikia wakilaumu nchi za Kiarabu. Nchi za Kiarabu wanafiki, wameshindwa kuungana kumpiga Mpalestina. Wewe umefanya juhudi gani? Wewe sasa hata ulisimama usiku katika dua zako, ya Rabbi wanusuru ndugu zetu walipo Gaza, uliomba dua. Mchango wako wewe nini katika jambo lile? Huna mchango wote, wewe ni story tu. Yule kashindwa, wewe umeweza nini? Kwa hiyo tunakwepa yale majukumu na masuhulia tunayofanya sisi, hatumo kwenye mambo yanayotuhusu sisi kwa sababu ya ubinafsi wetu. Ndugu zangu katika imani, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hii dini. Tuondoshe ubinafsi wetu katika mambo yanayohusu dini.
Yoyote anataka kuigusa dini yetu, awe atumie siasa, awe atumie mambo mengine yasiyokuwa siasa na taratibu nyingine, tumia mila, atumia umiji na njia yoyote atakayotumia kwa ajili ya kutaka kuutweza Uislamu wetu, sisi tusikubali kabisa. Lakini ujue kwamba maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kusalitiwa juu yetu isipokuwa sisi tutakapoacha dini yetu. Katika aya 11 ya sura Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah hataibadilisha neema iliyowafikia watu, iliyopo kwa watu, mpaka watu wao wenyewe wabadilike. Wa idha arada Allah biqaumin su'a fala maradda lahu, na Allah akitaka adhabu kwa kaumu yoyote hakuna wa kuirudisha. Kwa hiyo ukiona kuna kasoro imejitokeza kwetu na dhaifu imeingia, kukusilaumu tu, ujue udhaifu umeanzia kwangu na kwako na kwa yule. Tujirekebisheni ndugu zangu katika imani, turudi katika mstari wa sawasawa, tujue kwamba tuna jukumu ya kuilinda na kuitetea dini yetu, na sisi tuwe na dhamira ya kweli kabisa ya kuinusuru dini hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma man arada bil islam wal muslimin su'an فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.